Okay, taarifa ni kwamba inahusiana na mshereheshaji na mchekeshaji maarufu anayeitwa Emmanuel Matias anayejulikana kama MC Pilipili. Yeye aliripotiwa kufariki dunia siku ya jana Jumamosi, Jumapili, Novemba 16 mwaka 2025. Taarifa zinaeleza kuwa MC Pilipili alisafiri kuelekea jijini Dodoma, ambapo siku ya jana alitarajiwa kwenda kufanya kazi yake ya ushereheshaji jijini humo, lakini akafikwa na umauti kulingana na taarifa ambavyo zinaeleza. So taarifa za kifo chake zilithibitishwa na mganga mfawidhi wa hospitali ya General Dodoma, Ernest Ibenzi, ambaye alithibitisha taarifa hizi na kueleza kuwa MC Pilipili amefikishwa hospitalini hapo akiwa tayari amefariki dunia. So msiba huo mzito uliwashtua watu wengi sana kulingana na hii taarifa ambavyo ilitolewa, kutokana na yeye kuwa ni miongoni mwa watu ambao wanafuatiliwa sana, ikiwemo mashabiki wake, wasanii wenzake na wadau wa tasnia ya burudani ambao wameendelea kuonyesha masikitiko kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, na hiyo ndio imekuwa platform ambayo inawakutanisha watu wengi sana kwa haraka kwa ajili ya kupeana taarifa mbalimbali ambazo zinakuwa zinaendelea kulingana na matukio ambayo yanatokea hapa nchini Tanzania. Sasa baada ya siku moja kupita na kila mtu akiwa amebaki na bumbuazi akitaka kujua chanzo ni nini ama sababu ni zipi ambazo zimepelekea kifo chake, na watu wengi pia walikuwa na maswali mengi ambayo walikuwa wanajiuliza. Sasa taarifa mpya ambayo imenifikia muda huu ninapozungumza na wewe ni kwamba kutoka kwa familia ya marehemu Emmanuel Matias maarufu kama MC Pilipili zimezua maswali mazito kuhusu mazingira ya kifo chake, ambapo wakizungumza na vyombo vya habari, msemaji wa familia anaitwa Pascal Maingu, yeye amesema kwamba taarifa walizopokea kutoka kwa ndugu wao wa karibu zinaonyesha kuwa MC Pilipili alifariki katika hali ya mateso makubwa. Kwa mujibu wa Maingu, anasema mdogo wa mwisho wa marehemu ndiye aliyetoa taarifa hizo za awali, akisema mwili wa marehemu MC Pilipili ulikutwa na majeraha, jambo linaloibua hisia kuwa huenda alifanyiwa ukatili kabla ya mauti kumkuta. Anasema kwamba mdogo wao wa mwisho aliniambia akapata mateso kabla hajafariki, ndio maana mpaka sasa hatuna ratiba yoyote ya mazishi. Akasema kwamba amesema kwamba wakirudi walikokwenda polisi tutajua zaidi, lakini amechoka. Huyo ni Pascal Maingu. Akasema kwamba familia inaendelea kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa polisi ili kufahamu kweli kamili wa kilichotokea kabla ya kupanga utaratibu wa mazishi. Kwa sasa Maingu yeye amesisitiza kuwa familia imeingia katika majonzi makubwa kutokana na mazingira tata yanayozunguka kifo cha mpendwa wao. Sasa hii hapa ni sehemu tu ya mazungumzo ambayo ameyazungumza na Pascal Maingu, ambaye anathibitisha hii taarifa ambayo nimeipokea hivi sasa, ambayo inatembea sana mtandaoni kwa jinsi ambavyo yeye mwenyewe anaeleza Pascal Maingu kuhusiana na hiki ambacho nimekigusia hapa. Huyu hapa wakati anazungumza na waandishi wa habari ambao walikuwepo eneo la tukio wakati wanasubiri taratibu zote kuhusiana na kumpumzisha marehemu MC Pilipili. Ndugu wao wa mwisho yuko pale kalala pale. Ni swali la kimtego hili, lakini anaambia tu ndugu wake wa mwisho tapata mateso kabla ya fariki. Basi si hivyo, sikuza mateso gani hivyo. Kwa maana hata baada ya kuhoji wanakoda, niliuliza polisi wanaenda kufanya nini. Makila saizi weko tumeshakunda ratiba kumsitiri kesho. Sasa nikasema basi tuache. Ndio maana sasa hivi hakuna ratiba
hiyo yote kwa ajili ya kumhifadhi ndugu yetu. Wakirudi wale ndio tutajua nini ambacho kinafanyika. Hivi nasema alichoka kwa maelezo ya mdogo wao mwisho pale. Sasa basi ndio tunasubiri, hatuwezi kufanya chochote sasa hivi, hata ratiba hatuna. Tusubiri labda watakapotoka. Mimi niambia kwamba kutoka kule tutapanga ratiba sasa namna ya kumstiri ndugu yetu. Unapeleka kwenda hospitali? Sijafika kabisa. Kwa mazingira ambayo umeyapata wewe na kuelezewa ndugu mtu kwa mtu ambaye anakuja. Yes, so hiyo ni taarifa ambayo kwa hivi sasa ndo inaendelea ama imeibua gumzo kubwa sana mtandaoni kusana hiki ambacho umetoka kukisikia hapo. So kifo cha MC Pilipili, mmoja ya wacheshi walioleta furaha kwa Tanzania kwa miaka mingi sana, na kifo chake kusema ukweli kimeacha simanzi na maswali mengi miongoni mwa mashabiki na wadau wa burudani. Wengi wanaitazama taarifa ya familia kama hatua ya kwanza kuelekea kupata majibu kuhusu kilichosababisha kifo chake, ambapo mashabiki na wasanii mbalimbali wanaendelea kutoa pole na dua kwa familia ya marehemu, wakimtaka Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, kulingana na taarifa ya tukio ambavyo imetokea ama imeripotiwa kwenye vyombo vya habari mbalimbali hapa nchini Tanzania, kulingana na jina ambalo MC Pilipili uko nalo. Ndo hivi ambavyo taarifa zinaendelea kulingana na hicho chanzo ambacho kimeripoti hii taarifa, na ukweli halisi kujulikana kuhusiana na MC Pilipili.